Hongera kwa matokeo leo. Asante. Ilikuwa mechi ngumu kwa timu zote, lakini mmeshindwa kupata matokeo leo hii mkiondoka bila alama yoyote katika uwanja wa nyumbani. Ni huzuni kiasi gani kwa mashabiki wa Simba? Kwa kweli kwanza tumshukuru Mungu kwamba mechi imeisha salama, lakini nafikiri hakuna mwana Simba yoyote ambaye ameweza kufurahia matokeo ya leo yaliyotokea hapa uwanjani. Ni huzuni kwetu, tulitegemea kupata ushindi kwenye uwanja wa nyumbani na kutegemea ndio mechi yetu ya kwanza kabisa ya hatua ya makundi, lakini tumeshindwa kupata matokeo. Kwa hiyo mimi kwangu ni huzuni, na kwa kweli hakuna mwana Simba anaweza kufurahia, na matokeo yamekuwa mabaya kwetu na tumeweza kufungwa goli moja. Nafikiri ni wakati wa mwalimu pia kuangalia na kujiangalia, sio mwalimu tu, mimi naweza nikasema wana Simba kwa ujumla, ukianzia juu mpaka chini, mpaka kila mtu kwa nafasi yake tunapaswa kujiangalia kwa hatua hii ya makundi na mechi ambazo zinakuja mbele yetu. Ni mwanzo mgumu, matumaini yakoje kwenye mechi zinazofuata? Mchezo wa kwanza wa nyumbani huu pengine mngepata alama 3 ingeweka matumaini. Matokeo ya mpira tuna mechi bado kadhaa mbele ya kucheza. Naamini kwamba tunaweza tukapata ushindi kwenye mechi zingine, lakini kikubwa ni kwamba kila mtu aplay part yake vizuri ili tuweze kupata ushindi kwenye hizo mechi zingine. Bado ni mapema sana kusema kwamba Simba haiwezi kuvuka kwenda hatua ya robo finali, lakini tunaweza kuvuka hatua kwenda robo finali kila mtu akitambua majukumu yake, na ili tuweze kushinda mechi zetu zingine. Pia tutaenda ugenini, naamini kwamba tutaenda kucheza vizuri, pia tunaweza tukapata ushindi kwenye mechi ambazo tutaenda kucheza ugenini, na mechi zingine za nyumbani ambazo tutacheza, maana yake tutabakiza mechi 2 nyumbani. Kwa hiyo hizo mechi pia tunatakiwa tushinde zote ili tuweze kupata ushindi. Kwa hiyo tukishinda mechi za nyumbani, Mwenyezi Mungu akitusaidia tukashinda zote, na ugenini tukapata hata pointi 3 au pointi 4, tunashinda. Lakini hii ni angalizo kwamba kila mtu akaplay part yake inavyopaswa, kila mtu akatimiza wajibu wake pale ambako inapaswa kutimiza wajibu wake, tutashinda. Lakini kama tutakuja kama tulivyokuja leo, sioni Simba ikienda hatua ya robo finali. Baadhi ya watu wamekuwa na maoni tofauti, wengine wakilaumu kikosi kilichoanza kwamba hakukuwa na mshambuliaji mmoja na sababu za mwalimu. Wewe kwako ikoje? Watu wanaujua mpira wa Afrika ulivyo, una mambo mengi. Mimi siwezi kumlaumu kocha kwenye mechi ya leo, kwa sababu hata ukiangalia kipindi cha kwanza tumekosa nafasi ngapi wakati kocha hajaanza na striker? Tumekosa nafasi, si ndivyo? Kipindi cha pili ameingiza striker, lakini tukaweza kukosa nafasi pia. Kama tumeweza kukosa nafasi, mimi kipindi cha pili nafasi zilizotengenezwa ni chache, lakini tumezikosa. Na kipindi cha kwanza wakati hakuna striker tumetengeneza nafasi nyingi tukazikosa. Kikubwa tujiulize maswali, kwa nini magoli hayaingii? Tusiseme kwamba mwalimu kaanza na mchezaji fulani hajaanza na striker. Je, wale ambao sio striker walioanza walikosa magoli mangapi? Kwamba mwalimu alisema wasifunge, utamlaumu mwalimu kwamba yale magoli yasiingie au yapite pembeni au yasifungwe yasiwe magoli? Kwa hiyo mimi kwa upande wangu siwezi kumlaumu mwalimu kwa kiasi kikubwa. Kikubwa ni kwamba tunaujua mpira wa Afrika, tunaujua mpira wa Tanzania ulivyo. Tujiulize tu maswali, kwa nini wenzetu wameukimbia uwanja wa Mkapa? Afu na sisi pia tujitafakari kwamba huu uwanja una nini? Je, tumefanya nini kwenye uwanja? Ile kauli mbiu ya Simba ya kwa Mkapa hatoki mtu iko wapi sasa hivi? Kwa nini watu wanatufunga? Kwa nini? Jiulize, tangu tumeanza hatua za awali tumecheza mechi 2 kwa Mkapa, tumepata matokeo? Hatujapata matokeo. Kwa hiyo ni swala la kujiuliza kwenye kichwa chako kabla hujamlaumu mwalimu. Asante.